Yaani sio kama katika hatua ya awali kwamba huyu sasa tunamtolea taarifa amebakwa. Kwa sababu ni chini ya miaka 18 kwa mujibu wa sheria ni amebakwa. Kwa hiyo ubakaji wa kwetu mwingi sana na unamkuta mtoto sasa ni mjamzito. Mwalimu amemwona shuleni ameenda kupima amemkuta mjamzito. Kupitia hii jukumu tuna haki ya kumsimamia huyu mtoto, kumpa msaada. Haijalishi ni mzazi, haijalishi ni mlezi, haijalishi ni mtu wowote. Ili mradi tu umeona kitendo cha ukatili kimetokea kwa huyu mtoto, tumpe msaada, tutoe taarifa, tusimamie vile vitendo vyote kwa mujibu wa sheria. Kwa mfano vitendo vya ukatili wa kingono vingi sana ni jinai. Na jinai haina mwenyewe. Kwa hiyo mimi kupitia hii panel niwaombe tuwe mabalozi wazuri. Kama Madam Latifa alivyosema, tumekuwa mabalozi wazuri sana kwenye uchumi, si ndio? Na sisi tuwe mabalozi wazuri sana kupingana na ukatili wa kijinsia. Mkoa wetu hauko salama kwenye ukatili wa kijinsia. Ukikaa ukisikia eti Tanga ipo kileleni kwenye ukatili wa kijinsia, unaanza kuwaza, kwani watu hawapo? Hawavioni? Wanachukua wajibu gani? Kwa hiyo jukumu letu ni kama jamii ni kutoa msaada, lakini kutoa taarifa za vitendo hivi vya ukatili wa kijinsia. Pia jamii inapaswa kuacha kuficha hivi vitendo vya ukatili wa kijinsia. Unaona kitendo kimetokea kwa jirani, kwa ndugu yako, kwa sababu tunaoneana sana muhari. Unakuta tumefika zama sasa tunasema sio salama kuwakaribisha ndugu zetu kwenye nyumba zetu, si ndio? Tumefikia hiyo zama. Kwa nini tumefikia huko? Kwa sababu tunaona muhari sasa kutoa taarifa. Kwa sababu tungekuwa tunatoa vitendo hivi vya ukatili wa kijinsia hata kama amefanya ndugu yangu, yupo ndugu atakayekuja hata aweza kufanya, kwa sababu yule wa kwanza nilitoa taarifa. Kwa sababu the way tunavyozidi kuficha ndio tunaenda sasa kwenye muda mwingine wanasema tunaenda kwenye jamii ambayo hatutakuwa salama sana. Kwa sababu kama sasa tumefika na muogopa kaka yangu kuja kwenye nyumba, si ndio? Maana itafika muda sasa nitamuogopa hata mama yangu au baba yangu kuja kwenye nyumba. Kwa sababu gani? Tunaogopa kuvitoa hivi taarifa za ukatili katika ile hatua za awali. Laiti tungekuwa tunazisemea mapema, tusingefikia hii hatua ambayo sasa hivi tunaifikia. Kwa hiyo tusinyamaze kutoa taarifa za ukatili wa kijinsia. Tunapambana na vitu vyote. Kama kuna ukatili wa kijinsia, hizi mbio zote ambazo tunazitaka sasa hivi hatutafikia, kwa sababu hapa tuko wanawake, si ndio? Nimemsikia mwenzangu hapa amesema mfumo. Mimi nimemuelewa mfumo sio wa kiserikali. Mfumo wa baba, mama, mke, mume. Nimemuelewa kwenye engo hiyo kwamba itafika muda kama ni cha kwangu, siwezi kusapoti kwa mwanaume, kwa sababu mwanaume ndio jukumu lake kubwa la kuprovide. Kesho mimi nimetoka, kuna mwanaume hapa, tunao associated wanaume wako humu ndani. Watajifunza kwamba kama Tatu ameshindwa kumsaidia mume wake, na mimi wa kwangu hamna kutoka. Tunajenga tunabomoa. Tunajenga tunabomoa. Kwa hiyo sisi wanawake ambao tumepata platform hii ya kutoka, tuwe chachu ya kuonyesha wanaume kwamba hamtajutia kuturuhusu. Hamtajutia kuturuhusu. Kwa sababu sasa hivi wanawake tunashika pesa, wanasema tunadharau wanaume. Huaga kinaniuma sana. Tuambizane ukweli. Mheshimiwa samahani kidogo. Tuambizane ukweli ili tufikie malengo. Tusipoambizana ukweli hatufikii malengo, kwa sababu tunataka tupige hatua, lakini yupo mtu ambaye anatufanyaje? Anatupulu. Na kuna namna moja ama nyingine hatuwezi kuwa wenyewe peke yetu. Lazima tuwe wawili. Huo ni ukweli ambao ufichiki. Si ndio? Kidole kimoja kivunji chawa. Ifikie no way out. Kwamba no way out niko mwenyewe, lakini isiwe sababu ambayo inazuilika. Kama sababu inazuilika, tupige makofi ASP Tatu. Ameshashika kazi. Naomba nimalizie kidogo. Naomba nimalizie hiki point kidogo, kwa sababu huwa kinaniumiza sana. Nikipataga hii fursa ya kuongea na wanawake, napendaga niseme hiki kitu ambao na wakwaza wanisamee.
wanasema ili tufikie hiyo 50-50, si ndio? Tunatakiwa tufikie 50 kwa 50. Kama hatutakaa kwenye ule utaratibu ambao umeelekezwa eza kwa mujibu wa dini, eza kwa mujibu wa sheria, hatutakaa tukafikia 50-50. Siku zote tutakuwa tunapiga kelele, lakini bado kuna mwanamke mmoja anatoka 50 wanavutwa chini. Mwanamke mmoja anatoka 50 wanavutwa chini. Kama alivyosema Madam Victoria hapa. Amesema wametokea watoto karibuni 100 ngapi, lakini wako 30 ngapi, 37 ndio walioruhusiwa. Sio wameruhusiwa kwa sababu tu ya mfumo au tamaduni za kwetu, bado mtu anaona nikimruhusu what next. Kwa hiyo sisi wenyewe wanawake tunavyotafuta, lakini tukae tukijua tuna wajibu mwingine ambao wa kuonyesha wanaume kwamba tunaweza.